Naam, karibuni sana. Tunashukuru sana kwa kuweza kuja katika shughuli yetu hii. Tunafahamu ni mwezi wa Ramadhani, lakini tunajua kuwa pia inakwenda karibu sambamba na Kwaresma. Ni mwezi ambao una imani sana, lakini kazi ambayo tunaifanya sisi ya kuhudumia jamii kama chombo cha habari ni muhimu kualika wadau ambao wamekuwa wakitunga mkono, kuanzia watu wanaotuletea matangazo tunafanya nao kazi kwa pamoja, wachangiaji wa vipindi vyetu mbalimbali hadi wasikilizaji wetu pia tumewaalika ili tuweze kukaa pamoja na kujumuika na kupata iftari na kubadilishana mawazo. Ni kipindi kizuri sana cha kukaa chini pamoja na kuwa tunamkumbuka Mwenyezi Mungu, lakini ni wakati mzuri pia na sisi wenyewe kuja kuonana uso kwa uso na kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kazi tunazozifanya, lakini pia kukumbushana mema na kukumbushana katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Okay, sawa. Kwanza mimi nipongeze sana kwa kile ambacho mmekiandaa leo hapa. Ni watu ama kampuni machache ambazo zakafanya kitu kama hiki. Na nataka nipate maoni yako kwenye hili. Pengine iftari hii ilikuwa imelenga nini hasa? Kwa sababu kulikuwa na maneno ambayo pengine kuna iftari ambazo zinaandaliwa pia wanasema kwamba walengwa hasa sio wala ambao wanatakiwa waje, kwa maana watu wamekuwa kialika mastaa labda na nini. Crown Media sisi tunasema hapa ni nyumbani. Kwa hiyo nyumbani na mtu yeyote anakaribishwa. Kwa hiyo kama nilivyosema, lengo letu sisi ni kufuturisha wadau wetu, wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, watu wote ambao tunafanya nao kazi, watu wanaosikiliza, wanaotunga mkono. Tungeweza kualika watu wengi zaidi, lakini kama unavyoona nafasi haitoshi, lakini na hatuwezi kualika kila mtu vile vile. Kwa hiyo iftari hii haina malengo yoyote ya mrengo mwingine wowote zaidi ya kukaa na kuzungumza na wadau wetu, kuwakaribisha na kupata jioni moja nzuri sana ya kubadilishana mawazo na kukaa pamoja katika kipindi hiki cha imani. Kwa hiyo kama taasisi kama ninavyosema inafanya kazi za kijamii, ni vizuri sana kuweza kuwaita wadau na tukazungumza na kubadilishana mawazo na kupata iftari pamoja. Pengine hasa kama moja watu ambao ni vioo vya jamii katika jamii ya Watanzania kwa ujumla, hasa unadhani iftari hasa itakuwa ilenge watu wa namna ipi hasa, na ili kuweza kuondoa hizi sitomfahamu? Hamna iftari bana, kama unaifahamu asili yake. Unajua kabisa katika mwezi wa Ramadhani, tunajua zamani kabisa ilikuwa, siku hizi ndio imepungua, lakini wakati unafanya iftari unakaa kibarazani pale nje. Mtu yeyote anayepita pale nje anakaribishwa kuja kule iftari. Unaona? Kwa hiyo ndio hicho ambacho sisi tunakifanya. Na hata leo kuna watu ndio tumewalika, lakini hata kuna watu walikuwa wanapita tu hapa wakaingia wakapata iftari. Kwa hiyo hakuna kusema tumemlenga mtu fulani au tumemwacha mtu fulani. Iftari bana ni jambo la kiimani na ni jambo linahusisha kugawana kile ulicho nacho. Kwa Kiingereza wanasema ni sharing. Kwa hiyo sisi hapa tuko tuna share kile kidogo ambacho tulicho nacho na watu wetu. Na kama nilivyosema, hapa ni nyumbani, mtu yote anakaribishwa, na ndio maana tumeifanyia hapa ofisini kwetu sisi. Pengine hasa Kinkeke, kwa mwezi huu pia ni vitu gani ambavyo unavizingatia hasa tofauti na miezi mingine, kwa sababu tunaamini ni mwezi ambao wa kutubu madhambi yetu na vitu vingine pia kuvipunguza? Kwa hiyo hasa ni vitu gani? Ibada na nyinyi tunafanya kazi pamoja, mnajua kuna wakati tunafanya kazi mpaka usiku wa manane, lakini huu ni mwezi wa kukaa na kutafakari na kufanya ibada, kwa sababu ni nafasi ambayo inakuja mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo ni kuitumia vyema na kurejesha mahusiano. Nilikuwa nikisikiliza mawaidha leo, sisi kama familia tunakuwa tunagombana na ndugu zetu. Hiki ndio kipindi cha kurejesha uhusiano na familia zetu na ndugu zetu na marafiki zetu. Kwa hiyo ni mwezi, ndio maana ni mwezi mtukufu. Kwa hiyo ni mwezi ambao unakaa na kureflect na kuangalia miezi 11 iliyopita na miezi 11 ijayo. Hiki ni kipindi cha kukaa na reset ile button, ili tunavyoanza tunaanza tukiwa vizuri kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi ni mwezi wa toba, ni mwezi kwa nafasi ambayo najaribu kuitenga, pamoja na kuwa na ratiba ngumu, lakini ni kusali kwa kadri ninavyoweza na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja kwa kadri ninavyoweza. Ndio. Sasa nikupongeze pia, lakini japokuwa sijakuona uwanjani Crown ikicheza, sijafahamu kwenye kucheza. Mimi bahati mbaya bwana, nimesikitika sana. Nafikiri tumetolewa kwa sababu sikuwepo. Nilikuwa kwenye ziara, unajua kulikuwa na ziara kadhaa za Mheshimiwa Rais mikoani huko. Kwa hiyo mashindano yalivyoanza, mimi nilikuwa kwenye kazi nyingine mikoani. Wakati narudi Dar es Salaam bana, ndio napata taarifa kwamba timu yetu imetolewa bana, na tumefungwa goli kadhaa za kushiba. Lakini mimi nasema kabisa kwamba msimu ujao
Manake tungeshinda safari wangesema bwana michuano yenu mnashinda nyinyi wenyewe. Kwa hiyo nafikiri msimu ujao tukichukua ubingwa msishtuke sana. Tunaenda kujipanga nani. Lakini tunashukuru sana watu ambao wamejitokeza kusema kweli kwa wingi sana kuja kuangalia michuano bwana. Ama kwenye TV au wanapokuja hapo Mikocheni. Mwitikio umekuwa ni mzuri sana, na kama tunavyojua bwana, michezo ni jambo zuri sana la kujenga afya, na inaonyesha jinsi gani taifa letu linapenda football bwana. Sio? Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Vijana wadogo wanakuja tunaona pale, maana yake sasa wanavotizama pale tunawajenga kisaikolojia ili tuje kufanya vizuri sana siku za baadaye. Hapo kuhusu Watanzania wengi kupenda michezo. Simba na Yanga zimekuwa ni timu ambazo watu wengi sana hapa Tanzania wanazipenda sana, na ukisema kweli linapotokea tofauti kuhusu na hizo timu, kikweli maswali yanakuwa ni mengi sana. Itoshe pia hata juzi mechi yao kushindwa kuchezwa ibibua maswali mengi sana. Kama mwanahabari na mdau pia wa soka, kila ambacho kinaendelea hasa unadhani ni kipi kinatoka kifanyike ili kuweza kuweka sawa vitu? Mimi siwezi kusema nini kifanyike. Najua kuna vyombo husika, kuna mamlaka husika zinashughulikia swala hilo, na tutaona matokeo yake itakuwa ni nini. Lakini umesema jambo kubwa sana. Tanzania ni Simba na Yanga bwana. Hakuna, najua kuna rafiki yangu mmoja huwa anasema anashabikia timu nyingine, lakini najua tu moyoni kuna timu anaipenda. Kwa hiyo hizi ni timu ambazo zimetujenga ukizaliwa nchi hii, ama wewe ni Simba ama wewe ni Yanga, na zina ushindani, lakini uzuri ni kwamba ndio zimetujenga sisi. Zimetujenga, sintofahamu hizi ambazo zinatokea zinatokea dunia nzima, unaona. Kwa hiyo si lazima ziwe zinafanana hasa, lakini unajua kabisa kwenye vitu ambavyo watu wengi wanavipenda lazima italeta hitilafu ya hapa na pale. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba swala hili tutaweza kulimaliza na halita gawa watu wetu kwa njia ambayo sio nzuri, lakini vile vile kwamba halitatia dosari soka yetu ambayo kusema kweli inapata umaarufu mkubwa sana. Kwa hiyo inapotokea mambo ambayo yanaleta maswali mengi sana, unapata wasiwasi kama mdau wa soka kwamba ligi yetu, soka yetu isije ikapatwa na doa kubwa na watu kwanza kutuangalia na kuweka alama za maswali kwenye kila tunachokifanya. Pengine hasa katika hili ambalo linazungumzwa hasa, wengi wamekuwa kimtupia lawama rais wa shirikisho wala Skalia kwamba kauli ambazo anazitumia labda inaonekana kama upande wa pili ambao ni Yanga wanaona kama hawatendewi haki hivi. Nini itakuwa azungumzia hasa? Inapokuja swala la Simba na Yanga, asikudanganye mtu. Hakuna mahali utasema kitu na utasema wewe uko sawa. Kile utakachokisema upande mwingine utasema umekosea, na upande utakachosema utasema umekutana. Ni hulka ya binadamu. Mimi imani yangu ni kwamba swala hili kama ni kanuni zitatumika, kama ni busara zitatumika ili limalizike. Mimi naangalia picha kubwa kwamba soka letu lisipate dosari, lisipate doa, na kama linaweza kumalizika mapema iwezekanavyo ndio vizuri zaidi, kwa sababu linavyozidi kuzungumzwa lazima napata hata labda kutizamwa zaidi kimataifa, na tukianza kutizamwa kimataifa ndo hapo mimi napata mashaka kwamba soka letu litaanza kuwekewa alama za kuuliza, na hilo si jambo jema sana. Kama mdau ukipewa utoe maoni yako hapo, mchezo uchezwe ama sheria zifuatwe? Mimi nafikiri wacha maamuzi, mamlaka ambazo zipo zitoe maamuzi. Kwangu mimi nitaheshimu watakachokifikia. Kama mdau ningependa hili swala limalizike bila kuwa na sintofahamu au bila kugawa au bila kuacha maswali yoyote. Hilo ndio ambalo mimi ningependa kama mpenda soka. Nisingependa tufikie mwisho na bado kuwe na maswali yanaendelea baada ya hapo. Tufikie vizuri, tufikie kwenye mwafaka mzuri ili tuweze kuendeleza soka letu na tuweze kuendeleza ligi yetu ambayo kusema kweli imepata umaarufu mkubwa sana Afrika. Inanitia simanzi ninavyoona tunapitia vitu hivi. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba mamlaka husika zitachukua hatua husika na kuweza kulimaliza hili swala ili tuweze kuzungumzia mambo mengine. Wewe mwenyewe unatizama sasa hivi kila mara ukifungua redio, ukifungua gazeti, story ni hiyo kusema kweli. Kwa hiyo nadhani itakuwa vyema kama tutatafutiwa mwafaka mapema iwezekanavyo ili tuweze kuendelea na maisha mengine. Salum, umeizindua kampeni ya 4x4 ya Mama Samia. Na comment za wadau wengi zikawa kwamba Salim Kikeke alikuwa BBC na alikuwa ni mwandishi wa habari, mpaka sasa hivi ni mwandishi wa habari, lakini sasa hivi amekuja na kampeni inayomhusu Mama Samia. Wakawa wanasema kwamba umetoka kwenye ethics za journalism, sasa umekuwa chao alama. Ethics za journalism zipi? Mimi bana, mimi nimeenda pale kama rafiki wa 4x4. Mimi kuendesha gari kutoka Dar es Salaam mpaka Pangani sijavunja sheria yoyote ya uandishi wa habari. Kwa hiyo
Kwa hiyo hata kama ingekuwa inafanywa na upande mwingine, kama ni kampeni ambayo nadhani inafaa na kuunganisha taifa, mimi nitaifanya. Kwa hiyo sidhani kama hilo ni jambo kubwa sana ambalo linaweza likaleta mtafaruku wote. Msimamo wangu wa uandishi wa habari uko pale pale. Professionalism yangu inafahamika, rekodi yangu iko straight. Kwa hiyo mimi sioni kama ni kitu kikubwa kusema kweli. Pengine sasa tumalizie la mwisho hili. Moja ya watu ambao wanasifika sana kwa kuimba, Alikiba kiukweli kwa Tanzania, mpaka ndio maana wamemta jina la King. Pengine apotokea tu anamuita mbana pua, hasa kwa upande wako wewe Alikiba unavyomsikia. Mimi sitaki kwenda huko bwana. Alikiba sio mbana pua, si tunajua bwana. Sasa hiyo imeisha. Ni kitu gani ambacho unahisi kwenye industry sasa watu wadau sana watakuwa nakizungumza sasa? Kitu kimoja ninachokwambia, mahali popote ambapo kuna kitu kinapendwa, lazima kutakuwa na hizi controversies za hapa na pale. Kwa hiyo na unaheshimu kila mtu na mawazo anayotoa, kwa sababu tunaishi kwenye nchi huru, kila mtu mawazo yake yanaheshimika. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kile anaweza kutoa maoni yake, kuna uhuru wa kutoa maoni nchi. Kwa hiyo wewe unaweza kutoa maoni yako, wanaotaka kuyasikiliza wanayasikiliza, wasiotaka kuyasikiliza hawayasikilizi, lakini tunaheshimiana tu. Kama taasisi mkoona kuna haja ya kuweza kuliwekea clear ili kulizungumzia? Hapana, unajua kuna kitu kimoja, taasisi ya Crown Media na Alikiba ni president wa Crown, lakini inapokuja inagawanywa sasa. Radio inafanya kazi na TV upande wake, na taasisi ya Alikiba inafanya upande wake. Kwa hiyo mimi kama Crown Media sidhani kama nataka kusema chochote kuhusiana na hayo mambo. Mimi nafanya kazi zangu kama mwandishi wa habari. Kama rafiki yako pia, mtu wa karibu sana, kauli ambayo alitumia pia watu waliona kama kiongozi haikutakiwa aseme vile. Pengine sasa kwenye kauli sasa kuona namna yote kumshauri kwa mimi ninachosema ni kwamba kauli zinatolewa mara kwa mara, na kauli moja inaenda kuchochea kwa kauli nyingine kutolewa. Kwa hiyo kama nilivyosema, hii ni nchi huru, kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake. Hakuna mtu atakachosema tunakiheshimu mtu anachokisema, na nitabaki hapo. Sipendi kwanza twende kulizungumzia sana jambo hilo, nadhani limeshakuja na limeondoka. Tumaza la mwisho, top 3 ya wasanii wako bora muda wote wa Tanzania. Sio unaniweka kwenye njia panda, lakini itakuwa Ali, itakuwa Chibu na Nandi. Asante sana.